mwana wa Mungu na mtazamaji wetu, hongera sana kwa kuchagua kutazama Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Kipindi ni Raha, jukwaa ni Roho, neema na vipawa. Mahali hapa tunakufunulia namna ambavyo tunaweza kutumia vipawa ambavyo tuko navyo kuweza kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani. Karibu tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hichi, na mimi ni mtangazaji wako Aksa Brown. Kipindi ni Raha, jukwaa ni Roho, neema na vipawa. Kipawa chako madhabahu yako. Jukwaa la Roho, neema na vipawa. Siku ya leo tupo na mwigizaji ambaye ameweza kupata umaarufu katika umri mdogo kabisa, umri wa miaka 18, kupitia filamu ya Lemonine Mouth ya mwaka 2011, ambayo ndio filamu iliyoweza kumtambulisha katika uga wa filamu. Lakini mwaka huo mwigizaji huyo aliweza kuigiza filamu, mfululizo wa filamu za fiction, scientific fiction, ambapo aliweza kuigiza filamu ya Terra Nova, na vijana wengi wanamfahamu kupitia filamu ya Power Rangers ambayo aliigiza kama Kimberly Hart, au Pink Rangers ya mwaka 2017. Mwaka 2019 aliweza kuigiza filamu ya Aladdin, ambayo ulimwengu mzima uliweza kuvutiwa na namna ambavyo aliweza kucheza kama Princess Jasmine. Namzungumzia Naomi Scott, ambaye kama ambavyo tuliweza kuona wafalme wa kikuani na waigizaji wengi, namna ambavyo waliweza kutufunulia siri za mafanikio katika kazi zao katika jukwaa la uigizaji. Naomi naye hakusita, aliweza kutueleza siri ya mafanikio katika uga wa filamu, jukwaa la uigizaji. Aliweza kueleza siri hiyo katika mahojiano ambayo yalifanyika na shirika la Compassion United Kingdom, na alieleza siri hiyo akisema, na nukuu: watu wengi huwa wananiuliza, unawezaje kuchanganya imani yako na kazi unayoifanya? Na mimi jibu langu huwa ni moja tu: sijawahi kufikiri maisha yangu nje ya imani yangu kwa Kristo. Amani nilionayo ndani yangu na kufahamu kwamba ninapendwa na Mungu na pia mimi ni wa thamani mbele zake siku zote, imenifanya niwe imara katika imani yangu. Hivyo nikizungumza kweli hii ni kwamba imani yangu na kazi yangu si vitu viwili tofauti, sio nyongeza juu ya kingine. Imani yangu ndiyo asili yangu, imani yangu ndiyo kila kitu ninachokifanya. Mwisho wa kunukuu. Tunaona kwamba Naomi Scott ameweza kutueleza asili hiyo. Kumbe mafanikio yake ya pamoja na kupata umaarufu katika umri mdogo wa miaka 18, lakini siri kubwa kwake ya mafanikio yake ilikuwa ni imani yake kwa Kristo. Anatueleza namna ambavyo huwezi kutenganisha imani yake na kile ambacho anakifanya, yani uigizaji. Jukwaa la uigizaji kwake linaambatana au linaenda sambamba na imani yake kwa Kristo Yesu. Mpenzi mtazamaji, kile ambacho Naomi anatueleza hapa inatupa fundisho au inatufunulia kwamba kile ambacho tunakuwa tunakiishi, maisha yetu ni imani. Maisha tunayoyaishi ni udhihirisho wa kile ambacho tunakuwa tunakiamini siku zote. Sisi tumechagua kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, hivyo kila ambacho tunakuwa tunakifanya inakuwa ni udhihirisho wa imani yetu kwa Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye tumechagua kumwamini. Kwa hiyo unaigiza, unatangaza. Katika kutangaza kwako, katika kutenda kwako, matendo yako yanakuwa yanadhihirisha Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tumechagua kumwamini. Tukisoma katika kitabu kile cha Waebrania, kinatueleza wazi juu ya imani. Tunaona katika sura ile ya 10 mstari wa 38, na neno la Mungu linasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini pia imani ni nini? Tukienda sura ya 11 anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hivyo katika kile ambacho tunakuwa tunakifanya, tunakuwa tuna imani, tuna matumaini. Msingi wa maisha yetu, msingi wa vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya ni imani, ni kile ambacho tunakuwa tunakiamini. Kwa hiyo imani ni msingi wa maisha yetu, ni msingi wa udhihirisho wa vitu vyote ambavyo tunakuwa tunavifanya, ni msingi wa udhihirisho wa maisha yetu kwa ujumla. Tunapokuwa makazini, tunapokuwa katika shughuli zetu za kila siku, imani yetu, maisha yetu,
udhihirisho wa vile tunavyoishi ni unatokana na msingi wa imani yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mfalme huyu wa kikuhani anaendelea kutufunulia siri ya yeye kuingia na kufurahia maisha ya ndoa tangu akiwa kijana ni imani yake kwa Kristo Yesu, na ndio msingi wa maamuzi yote ambayo amewahi kuyafanya, ikiwa pamoja na haya ndoa. Amekuwa akikiri yeye pamoja na mume wake kwamba imani yake kwa Kristo ndio msingi wa maisha yao, ndio msingi wa ndoa yao, na si nani anasema nini juu ya maisha yao. Hakika imani ni maisha yanayotufunulia kwamba hata kupitia vipawa tulivyopewa na Bwana Mungu wetu, tuna uwezo, tuna uhuru wa kuweza kuvitumia kuweza kumfunua Kristo duniani kote kwa watu wote. Lakini pia ukomavu wetu unaonyeshwa au unadhihirishwa na namna ambayo tunatambua kwamba vipawa tulivyo navyo si kwa ajili yetu peke yetu, bali ni kwa ajili yetu, lakini pamoja na watu wanaotuzunguka. Hongera sana Naomi Scott kwa kushikilia imani na kufanya kuwa imani ulionayo ndio msingi wa maisha yako. Imani ulionayo kuifanya kuwa dereva au kufanya kuwa mwongozo wa maisha yako katika kila eneo la maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, jukwaa la uigizaji. Tumeona namna ambavyo umeweza kutufunulia na umeweza kutumia imani kama taa, kama mwongozo wa kile ambacho unakuwa umekifanya. Jukwaa la Roho, Neema na Vipawa tunakufurahia, lakini pia tunakupongeza sana kwa namna ambavyo umeweza kutumia imani yako au umeweza kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo na kuweza kumdhihirisha katika kile ambacho unakuwa unakifanya. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami tangu mwanzo, na huu ndio tamati ya kipindi chetu. Mpaka wakati mwingine tukutane tena hapa Sonship Spirit TV siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Uweza kutazama kipindi hichi, uweza kutazama ni kitu gani basi tumeweza kukuletea katika jukwaa la Roho, Neema na Vipawa. Usisahau kusubscribe channel yetu YouTube, lakini pia kulike, kucomment, bila kusahau Instagram page yetu kwa jina la Beyond Film Company. Mpaka wakati mwingine, shalom shalom.